tunachopenda sisi. Binafsi Mike weka vizuri. Binafsi mchezo ulikuwa vizuri. Wachezaji wao vizuri. Tumeona timu inaenda vizuri. Lakini kiukweli kabisa kwa moyo wangu mimi Dumbia mimi hanifurahishi. Dumbia? Hanifurahishi. Nini shida tena? Jinsi anavyocheza, yani unaona kabisa ni unajua mara kwanza ndio tunaona tofauti kati ya Mpanzo na Dumbia. Dumbia alivyoingia mchezo umebadilika 89%. Umeona bwana, kuna muda nani alipata nafasi Chama na Rushaini pale, Dumbia haonekani. Yani kama bata yani kama bwana. Mimi sisemi kwa sababu mimi nasema ukweli. Dumbia kama bata, anakiwa kama bata. Yani huu ni ukweli. Yani sisi mashabiki wa Simba tumeona mchezo vizuri, tumeza vizuri sana kwenye mchezo. Kipindi cha kwanza mchezo vizuri kabisa, tumeattack vizuri, lakini ilipoingia Dumbia tu hali kabadilika. Sasa sijui shida, yani Dumbia tunaomba tu. Yani kocha kwenye sababu ya Dumbia aangalie kidogo baadhi ya mechi kidogo. Hii mechi kocha hata goli 4 hata 5. Kuna shida, lakini Dumbia anatukosea sana sisi mashabiki wa Simba. Yani huo ukweli Ahmed Ally asikie interview, lakini anajua kwamba sisi mashabiki wa Simba Dumbia anatukosea. Yani hatupati ile flavor kama namba 9. Kwa kadi zinazozidi kwenda. Unajua Dumbia afu havumiliki. Yani unaenda kumvumilia Dumbia, tunamtetea, tuseme tu tunamtetea sana Dumbia, tunampigia makelele sana Dumbia. Anaweza, lakini vitu viko wazi, Dumbia uwezo wake ni mdogo. Yani huu ni ukweli, Dumbia uwezo wake ni mdogo, lakini tupe muda, lakini Dumbia anatukosea. Kadi ya mchezo wa kwanza Simba Sports Club alipata kadi nyekundu, na leo anaingia uwanjani pia akipata kadi nyekundu mnyama Simba Sports Club. Ndio. Nini haswa ambacho kinaenda kuikumba Simba? Mimi nachoona hii nimemsikia baadhi ya mashabiki wa Simba wanasema hii VFS hii tufai. Hii bwana, hii ni nzuri, hii inafaa, lakini sasa sisi mashabiki tuambie ukweli, wachezaji wawe makini na hii VFS. RVFS ni kama KTV fulani, ni kama KTV fulani hivi kanaonyesha kwamba una rewind pale ilivyokuwa, lakini wachezaji wanatakiwa makini na hii VFS. RVFS sijui kwa sababu FVS, yes, yeye ni TV ndogo. Yeye kama TV kadogo kanaonyesha review, lakini tuwe makini kwa sababu itafanya kila kitu wachezaji wapate haki yao. Lakini sasa tujitahidi kwani wachezaji wawe tu waangalifu na hii VFS. Hiyo TV ndogo ile. Rewind. Hiyo rewind lakini itakosi tukifanya uzembe. Tumeona imetukosi hapo kwenye penalty. Mtu kapaka kadi nyekundu, lakini kwa Dumbia hamna VFS, lakini tumeisense kama sisi tuseme tukoli mwalimu Dumbia mwachi kidogo apumzike kidogo. Yani sijui imekuwa Dumbia atufirisha bwana. Yani tusipige chenga hapa, kuna chenga. Dumbia atufirisha. Dumbia na Shalulile sasa. Sasa Shalulile bora Dumbia. Shalulile bora Dumbia. Wewe Shalulile amna mchezaji pale. Dumbia ndo mchezaji. Ila sasa Dumbia kwenye level ya timu jinsi inavyocheza, Dumbia na uzito tofauti na Mpanzu. Yani unajua shida ya mashabiki wa Simba, tuseme kweli. Dumbia na Mpanzu ana speed, anajua chenga, yani anajua kutoka. Sasa Dumbia ni mzito kama watani. Yuko? Alafu safari zake sasa basi piga bata hata shot kati, yani hata shot kati kidogo tuone basi kidogo tani, tuone basi kidogo tuone Dumbia tumuone. Mashabiki wa Simba tusipokuwa wa kweli kumsema Dumbia abadilike au kocha simpaki kabisa. Haya, kisha kuto tarehe 10 ngapi tunaenda Singida. Sasa Dumbia akianza tunafungwa. Dumbia akianza tarehe 10 na Singida tunafungwa. Akae pembeni Mpanzu na Libasi. Yaani nilivutoka Mpanzu na Libasi na Libasi. Game ilikuwa ni ngumu sana. Lakini yote wachezaji wanacheza vizuri, lakini Dumbia Dumbia tu ana pressure kwa kweli. Mimi naomba tuliseme na hapa Dumbia asipangwe hizi mechi za kaza. Apangwe hizi mechi nyepesi labda pengine na Mungo. Hizi nyepesi lakini sasa yenyewe pambanye wapesa kinjana Dumbia. Yanga wasipange. Tutasema vibaya kwa Dumbia, lakini Dumbia mimi binafsi ananikera, sipendi anavyocheza, anatukosti sisi mashabiki wa Simba tupate raha ya mpira. Nashukuru sana wapenzi watazamaji. Tuzungumzie kiwiko ambacho amekipiga Ibrahim Jabara. Jabari pale ile ni tempo tu ya wachezaji, lakini naye amekosea. Ndio tunasema kwamba jamani hii RVFS sio VFS, tunao makini. Mambo kama hayo. Na hapo tena ikatokea tena kuna mchezaji mwingine hapa tena alipigwa tena kiwiko. Na ni Dumbia akapiga kiwiko. Sasa Dumbia kiwiko chake kikionekana vizuri. Dumbia hata kutengeneza basi ile vesi muonyeshe vizuri hawezi.
Yaani Dumbia bebeki. Dumbia bwana. Sisi tunapenda kusema tu kweli, Dumbia anatukosea. Mimi naomba tu mwalimu aangalie sababu zake, angalie na tempo ya wachezaji. Mchezo umendaaje? Dumbia acheze timu ambayo tushashinda kama 5 au 6 ndio Dumbia aingie. Yeye kutafuta ushindi? Dumbia atulie kwanza. Tayari mmeshakaa kileleni mwa ligi kuu Tanzania bara sasa mkiwa na alama 6. Mnyama Simba Sports Club. Dumbia bwana. Ukimuona mnakaa Dumbia andikila sana. Yaani havingia tu mpira mbadilika kabisa totally. Unajua kuna muda jamani, kwani huyu Dumbia amekuja ametuma kwa ajili ya kufanya kitu gani? Lakini ndio hivyo, tunaomba tuongozi waangalie namna gani na kufanya Dumbia asione ingia. Hebu tuzungumzie sasa. Mpo kileleni mwa ligi kuu Tanzania bara sasa hivi. Bado kuna baridi ama ndio mko kwa muda Young Africans? Pale tutakaa vizuri. Sasa hivi uongozi umekaa vizuri, timu imekaa vizuri. Yaani kuna namna tunaona timu ina move. Tofauti na mwanzoni. Wachezaji wote wamekaa vizuri. Yaani wachezaji wote wamekaa vizuri. Inashambulia vizuri. Lakini Dumbia tu peke yake. Ndio kwa mambo kama tunaona tuna asilimia kubwa sana kwa kuchukua ushindi ligi hii. Tuizungumzie, nimalize na hili hapa. Nilizungumzie barua ambayo imetolewa na BMT. Imewaomba ya kwamba watakaporejea kwenye ardhi ya Dar es Salaam, dhahiri klabu ipewe mmiliki ambaye ni mwenyekiti wa klabu ya soka ya Simba Sports Club, Murtaza Mangungu. Yaani hilo sio ombi. Ni amri imetoka juu kwenye mamlaka. Kwenye mamlaka. BMT nimeona barua na hapo sasa itabidi viongozi wakae chini wajue namna gani ya kufanya. Kiongozi na Mangungu. Mangungu ana haki na Simba yake. Mangungu ndio mwenyekiti bwana. Kwa hiyo ndio anatakiwa akae sasa chini au aite bodi yake, baadhi ya staff wake, basi mambo yatakaa vizuri. Lakini kwa sasa hivi hatuwezi kutoa jambo lolote kwa sababu ndio limetoka leo na Mangungu hajatoa ufafanuzi wowote. Tukianza kusema sasa kiko wapi? Kuna baadhi ya influencers wameshangilia lakini sasa sijui wameshangilia. Wewe kwa upande wako? Mimi nasema tu haki tu kwamba tuangalie utaratibu umekaaje, timu inasemaje, viongozi wanasemaje, mwenyekiti anasemaje, basi ndio wale wakishasema wale haya hii katiba ni mpya, tufuate katiba hivi. Ndio sisi mashabiki wa Simba ndio tuanze kuipiga makelele na kujinadi na katiba yetu. Lakini kwa sasa hivi tuache viongozi wamalize kwanza wao. Shukrani sana ndugu yangu. Nashukuru sana.